Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji wa Maachilio Online TV. Bado tuko kwenye mwendelezo wa maombi kwenye mlima wa maombi, mlima Sango, na siku ya leo ni siku ya 4 ya maombi yetu. Yako mambo mbalimbali ambayo tunafundishwa kutoka kwenye mlima huu, lakini pia tuko kwa ajili ya kufanya maombi ambayo yanahusiana na msimu huu ambao tunaomba. Yako mambo ambayo tumefundishwa, mpenzi mtazamaji wa Maachilio Online TV. Wako watumishi wa Mungu ambao watakujuza baadhi ya mambo ambayo tunajifunza kutoka mlima Sango. Karibu sana mtumishi wa Mungu, utuelezee ni kitu gani ambacho wewe umejifunza. Kwanza umwambie mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unatokea wapi, na jambo gani ambalo unaweza ukamwelezea mpenzi mtazamaji wa Maachilio Online TV aweze kuelewa na yeye kwa machache ambayo umeyaelewa. Asante kwa ajili ya kibali. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake iliyoniwezesha kuwepo tena katika mlima huu katika siku hii ya 4. Ninamshukuru Mungu pia kwa kuniumba kuwa mwanamke. Ninamshukuru Mungu hata kwa ajili ya fundisho ambalo limekuwa likiendelea kutoka siku ya kwanza hata siku ya jana. Mungu amekuwa amejifunua kwa namna mbalimbali. Nimepata kujua namna ambavyo mwanamke ana nguvu. Mwanamke ni kiumbe cha tofauti ambacho Mungu alikiumba kwa ajili ya kusudi lake hapa duniani. Mwanamke ndiye ambaye anaweza kuongea na vizazi vyake, akavifundisha mambo mazuri au mambo mabaya. Ndio maana ikaandikwa katika Methali, mwanamke mpumbavu ndiye ambaye anaweza kuivunja ndoa yake. Lakini pia imeandikwa usimwache mwanamke mchawi akaishi. Ni kwa sababu gani? Ile nguvu ambayo Mungu ameiweka ndani ya mwanamke haipingiki. Mwanamke ana ushawishi ambao hauwezi kuzuilika. Hakuna namna ambavyo mtu anaweza kukataa kitu ambacho anashawishiwa na mwanamke kwa sababu ya ile nguvu. Sasa inakuwa inatokea wakati mwingine sisi wanawake tunaona mabinti ambao labda wanakwenda tofauti na vile ambavyo sisi tunatamani wawe. Tunaanza kuwalaumu pasipo kujua kwamba kile kilichopo kina chanzo chake, na chanzo inakuwa ni mwanamke, kwa sababu yale mafundisho au malezi anayokuwa amemlea mtoto ndivyo unakuta anatembea nayo. Lakini pia kuna mambo mabaya ambayo yanakuwa kwa mwanamke wakati anapokuwa amebeba ujauzito. Yale mambo yanakuja kuzaliwa na binti yake au kijana wake, na yatakwenda kuishi kwa sababu yapo na hayajatolewa. Huwa yanaondoka pale mtu anapokuwa ametambua na kuanza kuyafanyia kazi kwa kutubu na kumwomba Mungu amuondolee, na wakati mwingine ikamgharimu mtu sadaka. Hivyo mwanamke unapoishi, jifunze kufundisha kizazi chako mambo mazuri ambayo atasababisha kizazi kinachoendelea kiishi katika hali ya kumpendeza Mungu. Lakini unapokuwa unamfundisha mwanao wa kike au wa kiume mambo mabaya au magumu uliyoyapitia wewe, unakuwa unamrithisha urithi ambao utasababisha kizazi chako chote kiishi katika namna ya kumchukiza Mungu. Lakini ukitembea katika hali ya kumfundisha mema, atakuwa anaishi yale mema. Kama tunavyoona katika kitabu cha Wafalme wa Pili ile sura ya 18. Yule mtumishi wa Mungu alionekana anafaa mbele za Mungu kwa sababu alijifunza mema kutoka kwa wazazi wake. Walikuwa ni wacha Mungu, na mama yake hakunena jambo baya juu ya mtoto wake, na ndipo akaonekana kwamba anafaa mbele za Mungu. Katika mengi ambayo nimejifunza, nimewashirikisha haya kwa uchache ili tupate kujitambua, tuweze kusababisha familia zetu ziwe na nafasi kubwa ya kumcha Mungu badala ya kuwa na nafasi kubwa ya kumkasirisha Mungu kwa matendo tutakayokuwa tunasababisha sisi wanawake. Mungu awabariki, Mungu awatunze, mkayaishi hayo kwa neema ya Mungu ili utukufu wake ukazidi kuonekana. Kwa maana hiyo ambayo mama umezungumza, unaniambia kwamba mwanamke ni mjenzi wa familia yake. Yes. Hebu tuchukue dakika chache kuweza kumshauri mwanamke ambaye anakutazama, ikiwa yeye ni mjenzi wa watoto wake. Wewe ukipata yani kwa nafasi ambayo umeipata sasa hivi, kwa dakika 2, jaribu kumwambia mwanamke ambaye ni mjenzi mwenzio ana lipi la kulifanya
kwa ajili ya kizazi chake, lakini na kwa ajili ya kizazi ambacho kinamzunguka pale. Amen. Cha kwanza ambacho mwanamke unatakiwa kukifanya, anzia hapo hapo ulipo, bila kujali kwamba nyuma ulikosea. Hapo hapo ulipo, anzia hapo. Chunguza kwamba wewe mwanamke kule ulikozaliwa kulikuwaje, au maisha yako uliishi vipi. Kisha zungumza na kizazi chako ili muanze kutengeneza kwa pamoja, ili kutoka katika ule ubaya kwenda katika uzuri, ili neema ya Mungu ikae ndani ya familia zenu. Amen. Nashukuru mtumishi wa Mungu, asante kwa haya ambayo umeweza kuongea na watu ambao wanatutazama kupitia Maachilio Online TV. Nami nakutakia wakati mwema na muendelezo mwema wa maombi ambayo yataendelea muda mchache ujao. Mungu akubariki, lakini kwa haya ambayo umenena na watu ambao wanatutazama, nawe pia Mungu akusaidie uweze kuyaishi. Amen. Amen. Kwa majina yangu naitwa mtumishi Adonita Mikaeli, ni mwana wa madhabahu ya kutafuta na kuokoa kilichopotea ulimwenguni kote, inayoongozwa na mtumishi wa Mungu Nabii Uswege Mwaigaga. Bye bye. Ninayo furaha kumuona mtumishi mwingine wa Mungu ambaye amefika mahali hapa. Karibu mtumishi wa Mungu, jitambulishe kwa watazamaji wa Maachilio Online TV, wakujua unaitwa nani na unatokea wapi. Asante. Namtukuza Mungu kwa ajili ya safari hii ya Mlima Sango. Kwa majina yangu naitwa mtumishi Maria Novati Berugaba. Nimetokea Kimara, Dar es Salaam. Namtukuza sana Mungu kufika katika malango haya ya Mlima wa Sango. Kinachonifurahisha zaidi na kinachonitia nguvu kwa ajili ya mlima huu wa Sango, siku ya jana tulipandisha maombi ya watumishi wenzetu ambao tumewaacha mikoa mbalimbali. Kuna jambo kubwa sana ambalo nilijifunza kuelekea mbele ya yani namna ya kumuinua mtu au kumwombea mtu natakiwa niweje. Nafasi kubwa ambayo nimeipata siku ya jana ni kwamba ili niweze kusimama na kumwombea mtu, kwanza natakiwa nibebe ule mzigo kama wa kwangu. Kwanza nisiubebe katika hali ya ulegevu, niubebe nikimaanisha kwamba huu mzigo huko kwa mwenzangu, lakini kwa sababu nimepata kibali na neema cha kusimama katika mlima huu, lazima ukae kwangu. Isimaanishe kwamba yule mtu hayupo, kwamba jambo lake likae tu kwa sababu mambo yangu yameisha, basi na huyo mtu amna. Hapana, nimeaminika kupanda katika mlima huu, kwa hiyo inabidi nisimame kikamilifu pasipokuwa na ulegevu ili kuweza kuombea hao wenzangu. Jambo kubwa pia ambalo nilifurahia jana na kufundishwa na mtumishi wa Mungu babangu Nabii Uswege Mwaigaga, alitufundisha kwamba akasema hili mtu usimame kumwombea mwenzio, lazima uishe roho yako ya ndani, kwa sababu uwezi kumwombea mtu ikiwa wewe roho yako iko chini. Ukiangalia 80% ama 90% ya sisi wanadamu, matatizo yetu yako ndani ya roho. Shetani aharibu vitu ambavyo viko ndani ya mwili. Shetani anaharibu vitu ambavyo viko ndani. Ndio maana kuna wakati unaweza ukasikia mtu anaumwa kansa, kuna wengine unasikia mwingine anaumwa labda yani magonjwa yale ya ajabu yale makubwa, kansa, HIV, hile inakuwa haiko nje ya mwili, hile inakuwa iko ndani ya mwili. Kwa hiyo ili mimi nisimame nimwombee huyo mtu ambaye ana kansa au ana HIV, lazima niuishe roho yangu ya ndani, niweze kutambua kile ambacho kiko ndani ya yule mtu. Nitatambuaje? Niuishe ile roho yangu, nikisha iuisha nitapata njia na namna ya kufahamu kuliondoa ile jambo. Ile jambo inakuwa hivi, unakuwa uwezi kujua kwamba kansa inatokana na nini. Lazima ujue kansa ni pepo au kansa ni jini. Tumefundishwa jana kwamba baba alisema kwamba ukiona kwamba mtu ana kansa na ana HIV, hile inakuwa ni kuna jini ndani, maana jini linaingia na kutoka. Ila kuna magonjwa mengine ambayo yanakuja, yale ndio yanakuwa mapepo, maana pepo ndio linakaa, uoga linaweka kabisa makao. Ila jini lenyewe linaingia, linatoboa linamsababishia mtu matatizo, alafu linaondoka, linaacha hilo tatizo. Kwa hiyo utajuaje kwamba hili ni jini, hili ni pepo? Ndio hiyo, lazima uishe roho yako ya ndani, uishe kikamilifu, uweze kutambua ile tatizo la huyo mtu. Hilo jambo limenifungua sana ufahamu na imenifanya nitatembea kikamilifu ili kutambua. Nikishaubeba ule mzigo wa mtu, sitaenda katika ile ulegevu na kuchukulia kwamba ni kawaida. Ni rahisi kujua mtu akiwa anaumwa kidole katika mambo ya mwili, lakini katika mambo ya roho usipouisha hiyo nafsi yako, huwezi kutambua ile jambo na huwezi kubeba hilo jambo ili kumuinua huyo mwenzio. Ndio mtangazaji. Amina. Kweli bado tuna mambo mengi ambayo tumejifunza na bado tunaendelea kujifunza mengi. Asante mtumishi Maria kwa ile ambalo umemwambia mtazamaji wa Maachilio Online TV, amesikia na ameelewa. Ina maana kupitia wewe kuna jambo ambalo naye amejifunza. Mungu akubariki sana, nami nakutakia muendelezo mwema wa maombi ambayo tutaendelea nayo mchana hiyo leo. Mungu azidi kukufadhili,
lakini akufadhili wewe pamoja na familia yako. Karibu sana na kushukuru. Karibu mtumishi wa Mungu, uambie wapenzi watazamaji wa Maachilio Online TV unaitwa nani na unatokea wapi? Amen. Kwa majina naitwa Wivina Skalion Mteganzi, natokea Gongo la Mboto, Dar es Salaam. Ndiyo mtumishi wa Mungu. Unaweza kumwelezea mpenzi mtazamaji wa Maachilio Online TV naye aweze kusikia kile ambacho tumefundishwa kutoka kwenye mlima huu ili kiwe na faida kwake? Amen. Tumejifunza, mshukuru Mungu kwa sababu tangu tulipofika mahali hapa tumejifunza mambo mengi sana ya namna ya tofauti mambo ambayo yalikuwa yanahusiana na maisha yetu. Lakini vitu ambavyo nimejifunza ni vingi, ila nitaelekeza kwa uchache. Kitu cha kwanza ambacho tumefundishwa na mtumishi wa Mungu, yani katika kutembea kwetu inabidi unapomuona mtu usimtazame katika hali ya nje ya umbo la nje, mtazame katika hali ya undani ambao uko ndani yake. Kwa sababu unapomtazama katika hali ya Mungu ndani yake ndipo unaweza kuona kwamba huyu mtu ana kitu fulani. Kwa sababu Mungu anapotutazama sisi hatutazame kama vile anavyotazama mwanadamu. Mungu anatutazama katika viwango vya hali ya juu sana. Lakini sisi wanadamu tunakuwa tunajiona katika hali ya udhaifu na katika hali ya unyonge ya mtu kufuatana na changamoto au matatizo yale ambayo tunakuwa tunakutana nayo. Kwa hivyo unapokuwa unaona kwamba zile changamoto na nini, unakuwa unajiona kwamba huwezi kufanya chochote, hauwezi kufanya chochote. Lakini sio kweli kwamba sisi Baba ametufundisha kwamba sisi tunayo nguvu kubwa. Na pia akafundisha kwamba hata katika ulimwengu wa roho tunaonekana katika viwango vikubwa ambazo tunaweza tukajigawanisha katika umbo la namna ya tofauti, tukasafiri katika viwango vya tofauti. Amefundisha hata pia katika kuomba, akasema au tunaweza tukaa tumekaa, unakuta unawaza kiki, unawaza hiki, unawaza hiki, kwamba ni nafsi yako inasafiri inaenda sehemu mbalimbali. Kwa hata pia nikajifunza kwamba kumbe mimi ni mtu ambaye naweza kufanya vitu vikubwa na vya tofauti ambavyo ni tofauti na vile ambavyo nilikuwa najiona. Nikajifunza pia kwamba ninapomuona mtu nisimtazame katika hali ya kumhukumu au kumwazia mambo mabaya. Kwa sababu ninapomhukumu na kumwazia mambo mabaya mwenzangu, ninakuwa najizuilia milango yangu isiweze kufika, kwa sababu hata kama ninakuwa naomba kwa namna gani, siwezi kufikia vile viwango ambavyo natakiwa niende. Kwa sababu gani? Bado kuna vitu nimeviweka moyoni ambavyo namhukumu mtu. Pia akatufundisha kwamba hatupaswi kuyabeba, yani mtu anapokukwaza au anapokukosea kuyabeba. Tujifunze namna ya kusamehe, kwa sababu tunaposamehe kuna hatua tunasogea. Alafu pia kusamehe sio kwamba eti ni kwa sababu ya, yani unaposamehe ni kutengeneza kati yangu mimi na Mungu. Kwa anaponikosea mtu nijifunze kumsamehe, hata kama itakuwa ni kubwa namna gani. Lakini Mungu mbona anakasema mbona tunayoyatenda kwa Mungu ni makubwa zaidi, lakini yeye anatusamehe. Kwa kama vile Mungu anavyotusamehe, kwa na mimi pia nimejifunza kwamba ninaweza kumsamehe mtu yule anayenikosea. Kwa sababu nikimsamehe inasababisha milango yangu kufunguka na ninatengeneza na Mungu. Hata ninaposimama katika kuomba, maombi yangu yanakuwa yanasikika kwa wepesi. Kunakuwa hakuna ugumu aina yoyote. Asante sana mtumishi wa Mungu ambaye umetuelezea haya ambayo umejifunza. Naamini mtazamaji wa Maachilio Online TV naye pia amejifunza. Mungu akubariki na kutakia wakati mwema na kipindi chema cha muendelezo wa maombi ambayo yanaendelea mahali hapa. Nami bado nazidi kukukaribisha mpenzi mtazamaji wa Maachilio Online TV. Bado tutaendelea kukuletea mambo kemkem kutoka Mlima Sango. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Maachilio Online TV. Uko na mtangazaji wako Mariamu Kijazi.